Matumaini yangu ni kwamba humweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshitoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, leo tutaenda kuongelea mada ambayo itawasumbua walio wengi, lakini walio wengi pia watavushwa fahamu zao, kwa sababu ni tema ambayo inazungumzia mazoezi ya mazoea mengine yaliyokatazwa ndani ya ndoa. Kwa hiyo unajua kwamba katika hali inayoonekana sehemu zote katika dunia hii kuna wanaume ambao wataenda kuwaoa wanawake kwa sababu ya maslahi fulani, lakini pia kuna wanawake pia nao ambao wataamua kwenda katika ndoa kwa sababu wamemuona kwamba huyu mwanaume labda ni tajiri. Lakini mwanaume pia anaweza kamwona mwanamke kwamba yeye bwana, kwa sababu ana miela na pesa, hata niende. Kuna wengine ambao wanaweza wakaingia kwa sababu wanaona kwamba au mwanamke huyu unapoangalia kabisa makalio, yani mwili wake uko sawa kabisa, anajiingiza. Kwa hiyo utakuta kwamba kila mmoja anafanya kile ambacho anachojihisi, lakini mwelewe kwamba hizo aina za ndoa, ndugu zangu, sio ndoa halali, na tutaenda kuonyesha mambo makubwa ambayo tena ni mazito, ambayo hamjawahi kuyasikia, lakini mtaenda kuyasikia hapa kwa siku ya leo. Sasa kitendo cha mtu kwenda kuolewa na mwanaume kwa sababu ana pesa, nyote mnajua kwamba, mnaona kwamba hapo hakuna uhusiano wowote na kuhusiana na ule upendo ambao watu wanauita upendo. Hakuna chochote ambacho kinaweza. Ndio maana utakuja kuangalia fulani mwanaume, sio kwamba ni kutusi hasa namna gani, utakuta mwanaume ambaye ana pesa zake, lakini kwelikweli yani ni ovyo kabisa, wako hivyo tu. Lakini utakuja kuona mwanamke ambaye kwa mujibu wa watu kwamba labda anaweza kuwa anajiheshimu za namna gani, atabebwa tu kidogo tu kwa sababu ya pesa, mtu anakubali. Lakini sio kwamba anaenda kwa sababu anampenda huyu mwanaume. Yeye anachokiangalia ni kile ambacho anakipata kutoka kwa huyu mwanaume, hicho tu. Sasa kweli hiyo aina mtaita kwamba ni aina ya ndoa? Ndoa halali, ndoa halisi ni ya namna gani? Sikilizeni kwa makini na kuhusiana na kile ambacho wewe haujaoa, wewe ambao hujaolewa, sikiliza mafundisho haya sasa, yatakusaidia tena zaidi sana kwa maswali ambayo ulikuwa nayo. Hakika nina uhakika kwamba hautabaki tena na yale maswali. Lakini pia mkumbuke, baada ya video hii kutakuja nyingine ambayo itaenda kukamilisha kabisa hii, na hiyo nyingine sasa ndio funga break, naweza nikasema. Sasa ndugu zangu, kama gisi mnavyoelewa ni kwamba kuna aina mbalimbali za ndoa. Kwa hiyo tutaenda kuongelea kwanza kabla ya ndoa, yani kabla ya kuoa na katika yani na wakati unapokuwa sasa katika ndoa. Sasa je, kabla hujaolewa, aidha kabla hujaoa, unatakiwa kufunzwa? Ndio aidha hapana? Ni maswali ambayo lazima watu wajiulize, kwa sababu tunajua kwamba katika kipindi fulani mababu zetu, wazee wetu ambao walitembea kulingana na ukweli wao, walikuwa wakifunza watoto wao, walikuwa wakifunza vijana wao. Lakini unaposema kuhusiana na swala la um, mambo ya nani ya ngono kuhusiana na vijana, ni swala ambalo kwetu sana sisi ambao ni weusi, haya mambo huwa hatuyaongelei sana na watoto wetu, maana ni mambo ambayo tunayachukulia kama ni mambo ya aibu, ni mambo ambayo hayatakiwi kuongeleka hivi. Labda mtu akiongea hivi kwamba anamfunza mtoto tabia ambazo ni mbaya, lakini wakati wenyewe tunaona watoto wetu wanapoenda huko, unapomwambia kwamba sitaki kukuona na mwanaume, ni kweli. Unapomwambia kwamba hautaki kumwona mwanaume ni sawa, lakini ndio kama wewe hatamuona hapo, basi ataenda ataonana na huyo mwanaume sehemu nyingine. Sasa atakachokileta huko ni ujauzito. Sasa hapo ni kitu gani ambacho umefanya? Lakini kama ungekuwa na muda wa kuongea na mtoto, kumwonyesha madhara, kumwonyesha mazuri na mabaya ambayo yapo kuhusiana na swala kama hilo, ili kwamba mtoto mwenyewe achukue jukumu la kujua kwamba hili ninalolifanya haliko sahihi, kwa hiyo sitakiwi kuligusa, sitakiwi kulifanya. Lakini utakuta kwamba mafundisho sote tumekuzwa tungali watoto yani unajitafuta we mwenyewe, yani kupata kuhusiana na taarifa za nani za ndoa, yani ni we mwenyewe unaenda unajitafutia kwa wengine. Utakuta kuna mara unakutana na wale wanaume au za kaka zako ambao wameshakuwa na umri kuliko wewe, unatulia unasikia sikia jinsi wanavyoongea pale, na wanapiga stori zao tu kwa sababu wameshaoa na mambo mengine. Sasa kusikia na kila ambacho unachokisikia na wewe pia unachukua, yanakuwa kama vile ni mafunzo kwako. Sasa swali ni je, wao wanachokipitia ndio kila mmoja atakuwa hivyo?
kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kutenda, kuna mmoja ana namna yake ya kuona mambo, kila mmoja ana namna yake ya kufikiria, ya kutafakari. Kwa hiyo sasa ndio maana utakuta kwamba walio wengi wanaingia katika ndoa lakini hawana mafundisho yoyote yale yanayohusiana na ndoa. Namna gani mtu anaweza kuwa, unaweza ukafanya kitu gani wakati unapokuwa katika ndoa, ni staili gani ambazo unatakiwa kuzifanya. Wengine labda ukifanya hivi labda Mungu amekataa, wengine hapana, hiyo ni ya shetani. Sasa ni nini hasa cha kufanya? Kwa hiyo haya mambo yote hamjui ni nini kinachotendeka. Ndio maana wengine wanaenda kujiingiza katika mambo ya kuangalia mambo ambayo si mazuri, ili kwamba labda wapate elimu, lakini sio namna hiyo ambayo unatakiwa kufanya. Kwa hiyo ndio maana kuna aina mbalimbali za ndoa. Wengine wataoa kwa sababu ya maslahi na wengine kuolewa kwa sababu ya maslahi. Sasa kwako wewe kaka za dada ambao unatamani kuingia katika ndoa, sasa ikiwa sasa wewe unataka kuingia katika ndoa na hauna mafunzo yoyote yale ambayo unatakiwa kuwa nayo, sasa namna gani hiyo ndoa ambayo utaingia ndani yake utaenda kuimudu? Itakuwa namna gani? Na sio mafunzo ambayo watu wanapata zaidi sana, naona hivyo wasi, wakati ambapo mwanamke anapotaka kuolewa ndipo wanasema sijui ile kitchen party, na afu mwanamke anaanza kuambiwa kwenye sekunde za mwisho mwisho. Hayo sio mafunzo, hayo sio mafunzo ambayo kufunzwa. Yani mtu anaanza, unapokuwa mdogo unaanza kufunzwa kulingana na umri wako, hautaambiwa mambo ambayo yanazidi umri wako. Yani unaenda unafunzwa kwanza usafi, kuwa hivi na hivi, alafu unapokuwa kunakuwa mabadiliko katika mwili wako, tayari unaanza kufunzwa kidogo kidogo, ili wakati utakapokuwa tayari umeshajua mambo karibu yote. Ndio maana ndoa nyingi ndugu zangu huwa zinavunjika, kwa sababu walio wengi wameoana kwa sababu ya maslahi. Yani mtu utakuta ameoa mtu kwa sababu ya kitu fulani. Sasa hizo ndoa haziwezi zikadumu. Sasa wengine watafikiri kwamba ndoa bwana, mimi yani ndoa ni tendo tu la ndoa tu. Yani anapokuwa na yeye anafikiri kwamba ndoa ni kweli, asilimia kubwa ya ndoa ni tendo la ndoa, lakini sio hilo tu. Kuna mambo mengine ambayo kuna mazungumzo, kuna ushirikiano, kuna heshima, ambavyo ni vitu vitatu ambavyo vinajenga ndoa. Sasa ikiwa kimoja kitakosekana, tayari hiyo ndoa itayumba, haitakuwa ndoa ambayo ni kulingana na ukweli. Kwa hiyo watu lazima wawe na fikra, wawe na tafakari wakati unapotaka kuingia katika ndoa. Ujiulize, kwa nini unapenda? Je, unaingia kwa sababu ya msukumo? Je, unaingia kwa sababu wengine tayari wameshaingia, wewe ndio umebaki? Aizo umekuwa muda mrefu sana huko nje, haupati yeyote ambaye anafanya nini, anayekufanya. Na ndio maana kuna baadhi ya wanawake ambao wanasema kwamba mimi siangalii tena mimi staili gani ambayo napenda na nini, hiyo na hata naangalia tu mwanaume ambaye atajitambulisha tu kwangu, au tu anapumua tu, huyu ndio utaolewa naye, haina shida, nimeshachoka. Hizo sio ndoa, hapana. Ndoa sio kwa namna hiyo, kwa sababu umeshachoka, sijui kwa sababu umetafuta umekosa, sijui muda umeenda, sijui umri umeenda, watu wengine wameoa wameolewa, ni wewe ndio umebaki. Hiyo sio sababu ya kwenda kuingia katika ndoa, kwa sababu ndoa sio kwa namna hiyo. Ndoa sio kitu ambacho kila mmoja anatakiwa, hapana. Mwelewe vizuri, kuna kundi fulani ambalo lipo ambayo inatakiwa kushiriki, aweza kuwa kwenye hayo mambo. Ndoa sio ya kila mtu, na mtaenda kuelewa vizuri. Ndio maana tutaingia katika vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana na fundisho kabla na ndani ya ndoa, yaani fundisho kabla na ndani ya ndoa. Hayo ni mambo ambayo lazima muelewe, yaani fundisho kabla na ndani ya ndoa. Tunaingia katika kitabu cha Mukaisidi, Karata Mukaisidi, kitabu cha siri cha nabii ambayo tena nabii Danieli, sura yake ya kwanza mstari wa 785 inaanza kusema hivi: na ndoa kuna mabano, agano kwa ajili ya kazi inayojulikana. Tunafunga mabano, halafu tunasimama kwanza hapo ndani, tunaingia sasa. Kwa hiyo Mukaisidi alipata ufunuo kuhusiana na ndoa, anajua ni namna gani atakavyotuambia. Anasema kwamba ndoa ni agano kwa ajili ya kazi inayojulikana. Hilo ni jambo la kwanza, yaani ndoa ni agano kwa ajili ya kazi inayojulikana. Sasa hiyo kazi inayojulikana ni kazi ipi? Kwa sababu lazima watu wajue hiyo ndoa, ikiwa ni kazi inayojulikana, ni kazi ya aina gani? Je, ni hii ambayo watu wanakutana wanafurahia, watu wanasema kwamba hii ni siku yangu mzuri kabisa ya furaha ambapo nimeolewa, nimeoa? Hiyo ndio kazi ambayo inajulikana. Tutaingia ndani hapo baadaye. Watu wengi wanafikiri kwamba wameoana, kwamba wako kihalali, wakifikiri kwamba labda neno liko pamoja nao katika ndoa, lakini utakuta kwamba
hizo ndoa zijulikane na neno. Ndio maana ndoa inatakiwa kuwa kulingana kwanza na neno, kwa sababu ikiwa ndoa si kulingana na neno, haijalishi chochote kile ambacho mtakifanya, mnaweza mkaenda wapi na wapi wapi, hiyo ndoa haiwezi ikajulikana hata kidogo, kwa sababu msingi wake kama sio kulingana na ukweli, hiyo ndoa haipo, imekufa. Ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba nafikiri kama ni kitabu cha Walawi hivi, kwamba mbakaji anapoenda, kwa mfano, anaenda kumbaka mwanamke na akashikwa, mambo ambayo yanaandikwa ni kwamba huyu mbakaji anatakiwa kulipa huyu mwanamke, lakini pia anatakiwa kumuoa huyu mwanamke. Unaona, sasa utakuta kwamba hiyo ni ndoa ya namna gani? Kwa sababu mtu amembaka, hata kama ukuwa haupendi, lakini kwa sababu sheria imesema hivyo, unachukua, anakuwa mke wako, na we mke unapelekwa bila hiari yako, bila kupenda kwako, lakini kwa sababu sheria imesema hivi. Sasa hiyo ni aina gani ya ndoa? Kwa hiyo watu waelewe vizuri, hayo mambo yanatendeka. Mkaisari anasema na ndoa, kuna mabano, agano kwa ajili ya kazi inayojulikana, tunafunga mabano, kulingana na neno, iheshimiwe, kuna mabano, izingatiwe na wote, kuna mabano, mwanaume na mwanamke, tunafunga mabano, alafu tunaingia ndani. Kwa nini wanasisitiza hapa mwanaume na mwanamke? Kwa sababu kuna baadhi ambao wanaoana na wanyama wao. Utakuta mtu mwanamke anaolewa na mbwa wake, kuna wengine ambaye anaolewa sijui na punda, mwingine anaoa sijui hivi, yani mambo kama hayo, mambo ambayo ni ujinga mtupu ambao unatendeka katika hali inayoonekana. Kwa hiyo ndoa inatakiwa kuwa kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo huu mwingine ujinga ambao uko pale kwa mwanaume kwamba wanafunga ndoa, hao ni watu ambao wamepoteza network, ambao hawako sawa. Sijui ndoa ya kati ya mwanamke na mwanamke umeiona wapi hiyo? Kwa hiyo huu ni ujinga ambao upo katika wale ambao, na wengine ambao wako nyuma wanasapoti haya mawazo ya kishenzi, ya kishamba, ambayo hayawezi kuvumilika katika bara letu, hayawezi hata yakafumbiwa macho, lakini walio wengi wako nyuma kutetea, kusema kwamba kila mmoja ana haki, kila mmoja ana haki ya kufanya kile ambacho anachokipenda. Kuna mambo mengine ambayo sio haki ya kuachiliwa hivyo, hapana. Kuna mambo ambayo kabisa yanatakiwa kukanywa ili kwamba yasionekane, kwa sababu sio tabia za mtu mweusi. Kuna mienendo mingine ambayo watu weusi wanaanza kuiga kwa sababu ya pesa. Kuna mashirika mbalimbali ambayo yanakuja katika bara letu, zinaleta pesa kwelikweli, ili kwamba kwenda kusema namna gani, yani kuweka kama vile mafuta kwenye midomo ya viongozi, ili waone ni kama vile wafumbwe macho na hizo pesa, waepitishe mambo yao ambayo ni ya ujinga katika bara letu. Kwa hiyo fanyeni angalisho, ndugu zangu. Mtu mweusi, hayo mambo ambayo ni ya kichawi, yeye hayuko katika, yani sio msingi wake, lakini msingi wa rangi zingine. Na hapa tunaongea sio kwa namna ya ubaguzi wa namna gani, lakini uhalisia wa mambo kama jinsi yalivyo. Kwa hiyo anaposema kwamba na ndoa ambayo ni agano kwa ajili ya kazi inayojulikana kulingana na neno, iheshimiwe, yani izingatiwe na wote, yani wanaume na wanawake. Wanandoa, kuna mabano, yani wenzi, wanandoa, wenzi wa ndoa, tunafunga mabano, lazima kihisia kuna mkato, kingono kuna mkato, kimtazamo kuna mkato, alafu tunafunga mabano, kimchoro, kimwili tunafunga mabano, na kwa hisia waendelee kuwa waaminifu kwa kila mmoja. Maana yake ni nini? Yaani Mkaiseri anaingia ndani katika undani kabisa wa ndoa, kumrazi, maana anasema ndoa katika asili yake ni kitu cha kiroho. Sasa baadhi wanafikiri kwamba, kwa mfano, wanapoenda serikalini kama jinsi nilivyosema, wanaenda kufunga ndoa, kwamba tayari hiyo ndoa yao imeshakuwa ndoa ambayo ni halali. Hivyo ndivyo wanavyofikiri. Aidha, ndoa za kitamaduni, wanaenda kufunga ndoa katika mila na desturi. Ikiwa hiyo ndoa, ndugu zangu, si kulingana na neno, ikiwa si msingi wa neno, mwelewe kwamba ndoa hiyo haijulikani. Hiyo ndoa kabisa kiroho haijulikani. Yani wewe mnaweza mkasema kwamba umeoana na watoto mnaweza mkazaa, lakini hiyo ndoa haijulikani, kwa sababu si kulingana na ukweli, kwa sababu sio kila mtu ambaye anatakiwa kufunga ndoa. Yani ndoa imewekwa kwa baadhi ya watu ambao wanaelewa kwelikweli, yani kanuni za ndoa yenyewe, sio kwa watu ambao wanakurupuka tu, kwa sababu walio wengi hawajui ndoa iko namna gani. Ndoa ni kitu cha kiroho. Sasa ni yule ambaye anayetembea, anayejua na ni kanuni za kiroho, ndiye anayetakiwa kuingia katika hilo, na anaweza kaelewa vizuri. Tuanze upya tena ile andiko ili mwende kuelewa vizuri. Mkaiseri anaanza kusema na ndoa ambayo ni agano kwa ajili ya kazi inayojulikana kulingana na neno, iheshimiwe, yani izingatiwe na wote, mwanaume na mwanamke. Yani hapa
anaongelea kwa wale ambao wameshaoa, lakini pia wale ambao bado hawajaoa, aidha hawajaolewa. Yaani mwelewe vizuri, ikiwa hakuna agano kwa ajili ya kazi inayojulikana, maana yake hakuna ndoa. Yaani bila hiyo kazi inayojulikana, ndoa haipo. Kitendo hicho kinajulikana, kitendo hicho ambacho kinajulikana kitatokana na nini? Na hiyo ndoa. Sasa hicho kitendo ambacho kinajulikana, hiyo kazi ambayo inajulikana, haiwezi ikatokea nje ya ndoa, haiwezekani. Na hiyo ndoa inatakiwa kuwa namna gani? Kwa hiyo ndio maana tutaenda kuwafunulia baadaye hayo yote. Kwa hiyo ikiwa neno haliko katika ndoa yenu, maana yake hamchukuliwi kabisa kabisa kuwa mke na mme katika agizo kuu la vitu. Katika ulimwengu wa kiroho hamjulikani kwelikweli. Hata kama umchukulie kuwa mume wako, hata kama umchukulie kuwa mke wako, tambua kwamba ikiwa neno halipo hapo, hiyo sio ndoa halali kulingana na neno. Kwa hiyo ndoa zote ambazo mnaziona wanafunga sijui makanisani na mengine, hizo zote kulingana na ulimwengu wa kiroho hazijulikani hata kidogo. Halafu Mkaisedi anaendelea kusema wanandoa, yaani wenzi, tunafunga mabano, lazima kihisia, kingono, kimtazamo, kimchoro, kimwili, waendelee kuwa waaminifu kwa kila mmoja. Maana yake ni nini? Anapenda kutufunulia kwamba ikiwa mwanaume ana mke wake, yaani mmeoana mke na mme, mmeshakuwa ndani ya nyumba, na kwamba mfano sura ya mke wako tuseme haikupendezi tena, yaani hauioni kwamba ni nzuri, mfano, na wenda labda unapendelea kuona sura nyingine, labda ya jirani yako, aidha mfanyakazi mwenzako, hiyo ndio unasema afadhali hiyo sura ya nani, ya jirani, sura ya lakini mke wangu nikiangalia kwelikweli, no, hapana, yaani sifurahii hata. Yaani tambua kwamba hiyo ndoa tayari haipo, hiyo sio ndoa tena. Kwa hiyo tutaenda kuingia kiundani. Ndio maana kitabu cha Bialaba mwenye Mezali ya 5 sura ya 5 mstari wa 19 inasema, mke wako aliyeanzishwa ni mzuri na mwenye neema kama swala kabla ya anguko, mwili wake na ukujaze raha kila wakati, jitoe kwa upendo wake kila wakati, kwenye mabano, bila yeye kukutawala. Tunafunga mabano. Yaani inatakiwa mwanaume ukiwa na mke wako au mke akiwa na mme wake, yaani mwili wa mme wake, yaani mwili wa mke wake, umpe tamaa wakati wote. Yaani unapomuona mke wako, yaani unatakiwa kumtamani kila unapomuona. Yaani mwili wake unapouona, unatakiwa kweli unajihisi raha unapoona mwili wake, yaani wao, unakufurahisha. Awe kwa mwanamke, awe kwa mwanaume, hivyo hivyo. Yaani mke unapoona mme wako, unasema wow. Sisemi kwamba useme wow kwa sababu imeongelewa, iwe hivyo. Yaani uhisi kweli kweli kwamba wow, mimi nimepata. Yaani kila mara, yaani kusiwe na mapungufu. Ila tunajua kwamba mapungufu huwa yanaweza yakaingia, huwa yanaweza yakatokea, lakini ni lini haya mapungufu yanatokea na ni kwa nini haya mapungufu yanaweza yakaingia katika ndoa? Hayo tutaenda kuyaona hapo baadaye. Kwa hiyo tunatakiwa unapokuwa katika ndoa ubaki mwaminifu kwa mke wako, ubaki mwaminifu kwa mme wako, kuhusiana na mwonekano wake jinsi alivyo, upende. Na sio kwamba upende kwa sababu imeongelewa, iwe hivyo. Tuseme mfano kwamba hautaki matiti ya mke wako, tuseme kwamba ni madogo kama limau, na unatamani matiti kama jinsi ilivyosema ya jirani, ya mfanyakazi mwenzako, maana yake ndio ni makubwa kwelikweli. Yaani tayari ujue kwamba hiyo ndoa yako haiko kulingana na neno, kwa sababu haiwezekani wewe uko na mke wako lakini hisia zako zimeshaenda kwa mwanamke mwingine. Tayari umeshaharibu ndoa. Yaani ile agano ambayo ilikuwepo halipo tena, limeharibika. Ilo agano halipo tena, ndugu zangu. Yaani mmepoteza agano ambayo mlikuwa na. Aidha wewe mwanamke ukianza kumtamani mwanaume mwingine kwa sababu labda umemuona kwamba ana maumbo mengine ambayo mme wako hana, unasema kwamba wow, labda mimi nimewahi haraka haraka, labda ningetulia, labda huyu ndio angenioa, hii mwanaume wangu sijui naye pia yupo tu, hakuna hata six pack nini, napenda mwanaume ambaye ana misuli nini, na kila angalia mme wangu yupo tu hivi. Mfano, ikitokea kwa mfano hiyo hali kwako, jua tambua kwamba hiyo sio ndoa tena.
kwa sababu tayari umeshakuwa na hisia zingine ambazo zimehama, sio tena kwa mume wako, zimehamia kwa mtu mwingine ambaye si mume wako. Tayari unaenda kinyume na sheria. Alafu anasema mwili wake na ukujaze raha, kumradhi, kila wakati, jitoe kwa upendo wake kila wakati, bila yeye kukutawala. Maanake ni nini? Mwanaume anapomwoa kwa mfano mwanamke ambaye kwa mfano ana kiuno kizuri kwa mujibu wake, sasa mwanamke huyu wenda anaweza kujiachilia. Sasa anapokuwa katika ndoa, kwa mfano, anaanza kujiachilia, anaanza kuwa mnene, mfano yani mabadiliko yameshaanza kuingia kwa mwili wake, au kwa sababu ya homoni huwa zinaweza zikabadilisha hata mamnani ya mwanamke, aidha labda kulingana tu na genetic yake gisi alivyo, kitu ambacho hauwezi ukabadilisha. Yani hadi mme sasa hahisi tena raha anapomwona mke wake, kwa sababu mke wake labda amejiachilia kabisa kabisa, hajitunzi tena kama gisi alivyokuwa wakati kabla hajamwoa. Mambo haya yanatokea katika ndoa, ndugu zangu. Haya mambo yapo ambayo nayaongea. Au mwanaume naye kwa mfano ameshaanza kujiachilia, sasa ndio hapo cha kwanza kinaanza kutokea, lili tumbo inaanza kuja, kitambi kinakuja, unafikiri labda mjamzito. Alafu yani mwanamke mke wake anapomtazama anasema yani hana hata raha tena kumwona gisi alivyo, yani anakwazika kweli kweli, unene, anajiachilia, yani hafanyi mazoezi, yani yupo tu. Sasa mwanamke anatamani labda tena mwili wa mwanaume mwingine, hatamani tena mwili wako. Muda huo mtambue kwamba tayari kuna kuvunjika kwa ndoa ambako kunaanza, na hamko tena kulingana na neno, kwa sababu kitendo cha ndoa ni muungano, ndoa ni agano, ndoa ni kitu kimoja ambacho kimeungana na kitu kingine. Sasa kimoja kinapoondoka, aidha kiko tena kwenye ule msimamo ambao ulitakiwa, tayari hiyo ndoa inavurugika, hiyo ndoa haipo. Kwa hiyo sasa kitendo cha kutokuwepo na ndoa hiyo ambayo si kulingana na neno ni kosa tayari. Sasa hilo kosa sasa litakuwa kosa la nani? Ikiwa kuna mmoja ambaye anajiachilia, sasa mwenzake yeye anajihisi kwamba simpendi tena, simtamani tena, kwa sababu tayari amejiachilia, amebadilika, amekuwa hivi. Kosa la nani? Je, la mme au la mke? Hayo tutaenda kuingia baadaye. Ndio maana kitabu cha Kudumanemu sura yake ya 9 mstari wa 16 hadi 19 anaanza kusema hivi: mimi Kolaita. Huyu Kolaita ndio yule ambao wataita ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Yusufu. Hapana Yusufu mwana wa Yakobo, hapana, bali Yusufu ambaye alikuwa mme wa huyu watakaita Mariamu. Mimi Kolaita nilimjibu Eyume. Eyume ndio mama wa Kristo ambao wataita Maria, na kusema kuna nukta mbili: jinsi miguu yako ilivyo mizuri katika viatu vyako vilivyosokotwa kutoka kwa mmea mgumu wa papirisi. Kuna mabano wa kale kabla ya mseto huko Misri, tunafunga mabano. Muna luba, michoro ya viuno vyako ni kazi ya Roho anayesimamia uzazi na Roho anayesimamia utangulizi katika hali inayoonekana. Jinsi ulivyo mrembo, Eyume, jinsi ulivyo mrembo. Macho yako, kuna mabano, ya nafsi yako, tunafunga mabano, yanapenya sana nyuma ya fumbo la pazia lako, kuna mabano, uso wa kimwili, tunafunga mabano. Nywele za kujikunja ni kama sufu laini na safi ya kondoo. Unaunyakua moyo wangu, kuna mabano, ufahamu wa moyo wangu. Dada yangu, unaunyakua moyo wangu, kuna mabano, ufahamu wa moyo wangu. Kwa moja ya mtazamo wako, sifa yako ni kubwa miongoni mwa watu kwa sababu ya hekima yako na uzuri wako, kwa maana wewe ni mkamilifu kutokana na ngao ambao neno la Tite limekupamba kiasili. Tunasimama hapa. Kwa hiyo hapa wanaonyesha kwamba Kolaita kabla ya kumwoa Eyume, kabla ya kuwa na Eyume kama vile mke wake, kwanza alianza kumtazama. Sikilizeni kwa makini. Kolaita alianza kumtazama Eyume, akamchunguza vizuri na akamwambia Eyume kwamba mimi nimekutazama na nitaeleza yale ninayoyaona katika mwili wako wewe Eyume. Kwa hiyo aliangalia mwili wa Eyume karibu wote, mwili wake ulimfurahisha, hakuona kasoro yoyote kwenye mwili wa Eyume. Kwa hiyo Eyume kuhusiana na mwili wake, yani ulikuwa perfect kwa Kolaita.
Kwa hiyo Kolaita hapa anatupatia ni fundisho ambayo anatoa hapa la ndoa kwa wale ambao bado hawajaoa aweza kuolewa, kwa sababu alipoanza kusema hivi, jinsi miguu yako ilivyo mizuri katika viatu vyako vilivyo sokoto kutoka kwa mmea mgumu wa papyrus. Ina maana kwamba alianza kumwangalia kwenye miguu hivi, sijui kama mnaelewa vizuri. Anaangalia vidole vya miguu, anaangalia nyeo, anaona kila kitu, anaangalia, anasema kwa kweli wewe hapo umetulia, uko sawa. Ameanza kwenye miguu, alafu anaendelea, munaloba michoro ya viuno vyako. Ina maana kwamba amepanda sasa, ameshapanda, yani ameshapanda humu, ameingia hadi kwenye viuno sasa. Akaangalia kiuno cha Eume, akasema yani hii ni kazi ya Roho anayesimamia uzazi na Roho anayesimamia utangulizi katika hali inayoonekana. Yani umechongwa vizuri, umetulia, uko sawa. Yani akasema yes, huu ni mwili. Lakini hakuishia hapo. Kwa hiyo maana yake Eume alikuwa na mwili ambao ni kamili bila kasoro, kwa gisi alivyomuona, kwa gisi alivyomtazama Kolaita, akagundua, akaangalia kuanzia chini, kwa sababu kuna watu wengine wanapoenda kuoa, waweza kuolewa, hawachukui hata muda wa kuchunguza hata miguu ya wenzao, hata kucha gisi walivyo. Unaona? Kwa hiyo sio vizuri. Unatakiwa kuwa na muda wa kuangalia vipengele mbalimbali, msibegwe tu haraka sana na I love you, na I love you, na I love... No, chukueni muda wa kutafakari, chukueni muda wa kuangalia mwenzako gisi alivyo, nywele gisi, hata meno ndani ya kinywa kama yamepangwa, kama umefurahi gisi yamepangwa, is very important, ni muhimu sana. Hilo mlielewe vizuri, hilo mnatakiwa kulielewa vizuri. Sasa kwa hiyo wewe kaka ambaye utampenda kwa mfano kumpata mke wako, wewe kaka unapenda kumpata mke wako, aidha wewe dada ambaye unapenda kumpata mme wako kulingana na kweli na mkakutana kwa mara ya kwanza, mnakutana kwa mara ya kwanza, kuna mambo ambayo walio wengi huwa wanafanya kosa hili, na hili kosa naliongea litatolewa hapa ili msilifanye tena. Sikilizeni sasa kwa makini. Yaani unapomwona mwanamke kwa mara ya kwanza, sikiliza wewe kaka na dada pia, unapomwona mwanaume aidha mwanamke kwa mara ya kwanza, aidha mwanaume unapomwona mwanamke kwa mara ya kwanza, aidha mwanamke unapomwona mwanaume kwa mara ya kwanza, yani ni vice versa, na kwamba umemwona ukafurahia na kiuno chake ndio kimekupendeza kwelikweli, unaona kiuno chake gisi kilivyo, aidha unaangalia nyuma, kwa mujibu wako ana makalio ambayo kwelikweli unapenda, kwa sababu amejaza, ukasema wow, navutiwa na haya. Kama ni hayo ambayo yanakuvutia, kwamba ni makalio, aidha jinsi kiuno kilivyochongwa, kama ni hayo, lakini unapotazama miguu yake unaangalia nyayo, yani haifurahishi hata gisi alivyo, yani miguu iko hivi, unaangalia kwenye pua unasema no, hii pua mimi siitaki hata. Unapoangalia mambo mengine kwenye mwili unaona kwamba kwelikweli, unapoangalia mengine yanakuumiza, unasema lakini unapoangalia kwenye kiuno, unaangalia makalio, unasema hapa niko sawa. Yani kuna mambo ambayo unayapenda na mengine kwelikweli unayachukia, sio kwamba labda unasema unavumilia, no, yani unapoona unasema aufurahii. Hata unapoangalia kucheka kwake, unaangalia meno gisi yanavyopanga, unasema no, lakini unapoangalia kwenye kiuno, kwenye makalio, unasema hapa iko sawa. Sasa kutokana na hilo, yani ufahamu wa macho yako na ufahamu wa moyo wako, ina maana kwamba hivyo vitu ambavyo nimetaja hapa usivyovipenda, fahamu zako hizo zimeona na hazikubaliani na hicho kitu ambacho umekiona, hata we mwenyewe umeona hilo, lakini kwa sababu unapenda tu kiuno, unapenda tu makalio yake, lakini pua hauitaki, macho hauyataki, midomo yake no, hayajapangwa vizuri, vidole vyake kucha haziko sawa. Sasa ukiamua pamoja na hilo kuingia naye ndani ya ndoa, yaani unaingia
katika ndoa ukiwa katika ufahamu, kumbuka kwamba tayari wewe ni mnafiki. Abe. Yaani hiyo ndoa ambayo unaamini kwamba unaenda kuingia ndani, huu utakuwa ni unafiki direct, yaani unakuwa mnafiki, na hiyo sio ndoa kulingana na ukweli, kwa sababu tayari kuna uongo ndani yake, kwa sababu unajua kuna kitu ambacho kiko kwenye huu mwili wa huyu mtu haukitaki kwelikweli, unakichukia, yani unapokiona yani haujihisi vizuri. Tayari huu ni mlango, maana kitakacho kufanya kwamba labda useme kwamba bao haina shida, bao kiuno kizuri, makalio mazuri, lakini hata macho yako hivyo hakuna shida, tutaenda hivyo hivyo. Kwanza huu ni unafiki, kitu cha kwanza. Lakini cha pili, hujua kwamba itafika wakati ambapo kunapokuwa vurugu kidogo ndani, yaani ni hayo macho ambayo usiyoyapenda ndio yanakuja mbele, utayaona. Hiyo midomo ambayo hutaki ndio itakuwa pale. Hiyo nyayo za miguu gisi hivi inavyotembea tembea hautaki, hivyo ndio vitu ambavyo vitatokea baadaye. Sasa swali ambalo linakuja, hiyo ndoa ni ndoa ya namna gani? Kwa hiyo tayari unapoingia na roho hiyo, hiyo ni roho ya unafiki. Yaani hapo hakuna swala la ndoa, kwa sababu tunaambiwa namna gani? Yaani ndoa ni agano kwa ajili ya kazi inayojulikana. Ina maana kwamba agano hiyo ya kazi inayojulikana inatakiwa kufanyika bila unafiki. Hivi sijui kama unaelewa vizuri. Inatakiwa kufanyika bila unafiki, na hilo ndio kosa kubwa ambalo walio wengi wanapoingia katika ndoa wanalifanya. Sasa katika ndoa tunajua kwamba kwelikweli kunaweza kukatokea na uzembe wa mmoja kati ya wanandoa. Ni kweli, mmoja akajaachilia kabisa, hata kuwa tena na mvuto kwa mwenzake, kwa sababu amejaachilia kabisa, ndoa ni kama vile anataka kusambaratika. Lakini tambueni kwamba ikiwa katika ndoa mmoja kati ya wanandoa ni yeye ndiye anayejiachilia, anadhihirisha udhembe wenyewe kuhusiana na mwili wake, akawa mchafu, hajitunzi vizuri, sasa mwenzake anapoona hivyo anakosa kuvutwa tena naye kama jinsi ilivyokuwa. Sasa kutokana na hilo, sasa tambueni kwamba huyo asiyevutwa na mwenzake, sikilizeni kwa makini, huyu ambaye havutwi na mwenzake kwa sababu mwenzake hayuko tena kama jinsi alivyo, amejaachilia na mengine, huyo ambaye hapendezwi tena na mwenzake, havutiwi tena na mwenzake, hayuko zidi ya sheria hata kidogo. Hivi mnaelewa vizuri? Kitendo cha yeye kutokuvutwa na wewe tena kulingana na uzembe wako, yeye yuko sahihi. Hivi mnaelewa vizuri? Yeye yuko sahihi kwa sababu yeye hajavunja sheria. Ni wewe ndio umevunja sheria, ni wewe ndio unavunja lile agano. Ndio maana sasa naye pia kujihisi ule upendo kwako, kutamani mwili wako kunaanza kutoka, aidha kumetoka. Yeye hayuko katika kosa, ni wewe ndio uko katika kuvunja muungano huu. Sijui kama mnaona hilo jambo. Kwa hiyo baadhi yetu walio wengi wanapenda kuwa na waume zao, wengine wanapenda kuwa na wake zao, lakini walio wengi ukiwauliza kwa nini wanapenda, walio wengi wanafanya mambo ya haraka. Sikilizeni kwa makini. Walio wengi wanapenda kuoa, waweza kuolewa kwa sababu ya haraka haraka. Mara unaona tu uso wa dada huko, umeona tu ni uso tu ambao uko mzuri, lakini mambo yake mengine yote huko kwako wewe hayaongei chochote kabisa. Utasema tu kwamba ni mzuri, unapoangalia uso wake kweli ni mwanamke mzuri, ni kweli, lakini ninapoangalia sasa maumbo mengine huko mimi siyapendi. Yaani kitendo cha kwenda sasa kwa mwanamke na unaendelea kwamba uwe mume wake, tayari uko katika namna ya unafiki na uko zidi ya sheria tayari, kwa sababu kuna fahamu moja kati ya fahamu zako kwamba haipendi kitu fulani huko, na ndoa inatakiwa fahamu zote tatu ziwe kitu kimoja, zikubaliane, lakini sio hivyo kwako, kwa sababu msingi wa ndoa ulipowekwa, maana yake miili yote miwili inatakiwa iwe vile, iwe kamili,
kwa sababu mwanandoa wanapoenda kufunga ndoa, hauwezi ukaamuka tu asubuhi, haujaoga, hujajitayarisha, unachukua tu suti pu unaenda kufunga ndoa. No, unajitayarisha vizuri, unaosha mwili wako, unapiga perfume, marashi, kila kitu, unapendeza, uko sawa, kwa sababu katika msingi ndoa inatakiwa ni usafi. Ndoa inatakiwa, huo ndio msingi kabisa wa ndoa, lazima watu wajue hivi. Lakini kunapokuwa kama kuna itilafu, namna gani unaweza unajilazimisha kuingia katika itilafu? Kwa nini unaweza ukang'ang'ania kwamba kwa mfano uingie katika hiyo ndoa ambapo wewe mwenyewe tayari umeona kwamba kuna kaitilafu ambapo kapo tayari? Unapoingia tu utambue na uelewe kwamba wewe tayari ni mnafiki. Maana utaangalia maumbo ya mwanamke, unasema kwamba wewe hayakuvutii, lakini uso wake ni sura yake ndio iko sawa, unapenda. Mara utasema kwamba wewe makalio yake yako mgongoni, siyapendi gisi alivyo. Ni mfano. Sasa kama unaona kwamba makalio yako mgongoni, kwa nini unaenda? Kwa nini unaenda? Naenda kwa sababu sura yake iko sawa. Hapana, hapo huu ni unafiki, hauwezi ukafanya hivyo, kwa sababu unapoingia katika hiyo ndoa, tambua kwamba hiyo ndoa haijulikani, na wewe utakuwa tu uko mnafiki. Hilo ni jambo ambalo mnatakiwa kuelewa. Hilo ni jambo ambalo mnatakiwa kuelewa. Kumrazi kwanza. Kwa hiyo huu ni unafiki na sio vizuri, neno linakataa hayo mambo. Sasa kama gisi nilivyosema, wengine wataenda na mwanamke kwa sababu wanajua kwamba mwanamke yeye ana pesa zake, wanaingia katika hayo mambo. Wengine wanasema kwamba ama ataenda na mwanamke hata kama ampendi, atajifunza namna gani ya kumpenda. Na huu ni unafiki, hauwezi ukajifunza mwanamke namna gani kumpenda, hilo haliwezekani. Kwa hiyo mwanamke unaweza ukasema kwamba mimi napenda kuolewa kwa sababu ni muda sana, niko peke yangu, yani najihisi kwelikweli mpweke, wenzangu labda wameshaolewa, ni mimi tu na umri umesonga, natakiwa kuwa na mtu yani ulikuwa labda na mwanaume ambao unapenda kwamba mwanaume ambaye naweza nikapenda awe hivi awe hivi awe hivi, naweza nikafurahi kupata mwanaume wa namna hii. Lakini kulingana na wewe, kwa sababu muda umeenda sana, wanasema haya mambo yote ambayo nimeweka, hizi zote na hiyo style hii, napenda wa hivi, naondoa kwanza. Yeyote ambaye atakuwa pale atakuja tu basi, haina shida, nitaenda na huyo. No, hapana, hiyo sio ndoa hata kidogo. Yani unaweka mapendekezo yako yote pembeni, nitaenda tu naye huyo, haina shida, hata kama simpendi. Huu ni unafiki, huu ni unafiki, sio vizuri. Kwa hiyo Kolaita, kama gisi tulivyoona, alimtazama vema Eyumi, akamtazama kuanzia kwenye miguu, akapanda, akasema mchoro wa viuno vyake ni kazi ya Roho anayesimamia uzazi. Ina maana akafika kwenye nani, akasema wow, ameundwa kwelikweli. Kwa hiyo mtaona ndoa zingine, yani wawili, mtaona kabisa wawili hawaendani, mtauliza hawa imetokea wapi? Yani imefikia wapi? Walikutana wapi ili kwamba wawe kitu kimoja, yani waoane? Yani utakuta kwamba hawaendani. Sasa hayo ni maswali ambayo mtu anaweza kajiuliza. Mara ni ndoa ya maslahi na kadhalika, ndio maana utakuta wawili jamaa mbona hawako sawa, lakini ukichunguza vizuri kabisa utakuta kwamba kuna maslahi ambayo ipo kwa mmoja za kwa mwingine, walio wengi. Utasema kwamba mimi sitaki kinywa chake huyu, gisi anakicheka tu kwanza, sitaki, ana macho makubwa, lakini itaenda tu naye maana kiuno chake ni kizuri, ana makalio makubwa kama nilivyosema. Sasa ikiwa haupendi hayo mambo mengine, swali linabaki pale, kwa nini unaenda? Huu ni unafiki. Ndio maana nikasema mtu anaishi katika utu huu tatu, katika ufahamu wa roho, ufahamu wa nani, wa nafsi, na ufahamu wa mwili. Na kila ufahamu unatakiwa kupenda. Sasa ikiwa ufahamu mmoja hautaki kile ambacho unachokiona, ina maana tayari umejidanganya wewe mwenyewe utu wako, kwa sababu kutakuwa labda utu mwingine ambao haukubaliani na hilo, na hivyo vitakuwa ni vita vyako katika maisha yako, hiyo ambayo unaita maisha ya ndoa. Ndio maana mwili wako unaweza ukavutiwa na mtu,
lakini nafsi yako isivutiwe na mtu. Sijui kama unaona hilo jambo. Na mtaniuliza namna gani? Unaposikia kwa mfano mwanamke anaanza kasema kwamba wow, nilimuona tu mara ya kwanza nikasikia, yani kuna kitu ambacho nimejihisi kuvutwa kabisa naye mambo mengine, kwa sababu haya mambo, kuna click ambazo zipo, tayari unaweza ukajua kwamba huyu kweli kweli, lakini nafsi inaweza ikapenda, lakini ufahamu wa mwili hautaki. Kwa hiyo haya mambo lazima sasa wote wakubaliane. Hilo ni jambo ambalo natakiwa kuelewa. Sasa ndio maana ndani ya ndoa walio wengi aidha wengine, kwa sababu hakuna tena upendo, wapo tu wanakalia kufanya tendo tu ambao wanaita la ndoa, lakini hakuna mawazo ambayo yako kitu kimoja, hakuna mazungumzo ambayo ni ya kawaida, hakuna yani ule ukarimu ambao unauona, kwa sababu wengine wanapenda kupata tu maslahi yao tu, hata tufanye kile tu na mambo yanaendelea. Hiyo sio ndoa hata kidogo. Kuna wanaume mara wanaona mwanamke mfano anayetoka Ulaya, ni mfano tu, anatoka Ulaya, anapoa kwamba anatoka Ulaya, acha niende, anaenda kumtongoza, dada mimi nakupenda, sijui yani dada naye pia behe anakubali kabisa, anaingia ndani ya mtego, nampenda. Kumbe jamaa yuko hapo katika lengo kwamba gisi yuko Ulaya, atafanya jitihada ili kwamba na mimi nifanye nini, niende huko, na nikifika huko sasa tutajuana huko, mimi nipate nani maisha yangu mazuri. Hayo ni ndoa ambayo si ndoa halali, ni ya maslahi, na hiyo haihesabiki kati ya ndoa ambayo tunaongelea hapa. Kwa hiyo ni ndoa ya uongo, hiyo ni ndoa ya uongo. Na haya mambo ambayo nimeongea kuhusiana hapa pia hata kwa wanaume ipo. Mwanaume ambaye yuko hivi, mwanamke naye anasema acha niingie hapa ili kwamba afadhali huyu maisha yako hivi, acha niingie huyu, alafu kama atanioa ni afadhali, hata kama simpendi sana, lakini jinsi yuko sawa kifedha, sitakuwa na matatizo. Na hiyo ni ndoa ya maslahi, sio sababu ya ndoa hiyo. Hiyo sio sababu ya ndoa hata kidogo. Ndoa haijatendeka, haijafanywa kwa ajili ya hivyo, hapana. Hiyo ni ndoa ya uongo ambayo inaegemea kwenye mahesabu, yani mnapiga mahesabu. Hiyo sio ndoa halali. Kwa hiyo ndoa halali, yani unatakiwa kupenda kila kitu ambacho unaona kwa mwenzako. Kwa hiyo wengi wataniambia, Imani, hilo haliwezekani. Haya ndio mafundisho. Yaani ndoa halali unatakiwa kupenda kila kitu ambacho unaona kwa mwenzako. Ikiwa kuna sehemu ambayo hautaki kwa mwili wake, hautaki gisi alivyo kwenye mwili wake, hacha kuingia katika ndoa hiyo. Narudilia tena, hacha kuingia katika ndoa hiyo. Kama kuna kitu ambacho unaona kwamba hakikufurahishi kwenye mwili wake, hachana na hiyo ndoa. Stop. Nasema stop. Ukiona kwa mfano labda unaona mwanamke sura yake imekupendeza, unaipenda vizuri, lakini makalio kama gizi ilivyosema, umeona kwamba yameenda kwenye mgongo, ni mfano tu, uzembe kwamba ntaenda tu maana ya sura yake ni nzuri, maana nikiingia humo nitaangalia namna gani, labda anaweza akafanya gym, mimi anaenda huku kwenye gym, labda anaweza akashuka, aweza mambo mengine, ni mfano. Hapa tayari huo umeingia katika ufahamu, wewe ni mnafiki, kwa sababu kuna utu wako mmoja ambao haupendi hayo makalio ambayo yako kwenye mgongo. Sijui kama unaona hilo. Hata kama uso uko sawa, sura inapendeza, lakini kuna ufahamu wako ambao hautaki kuona hayo makalio, kwa sababu wakati anapokuwa anatembea sasa, wewe uko nyuma, unapoangalia makalio ambao haya yamepanda tena zaidi. Sasa hapo kunapita mwanamke ambaye makalio yake sasa yeye ametulia, ameshuka kwa mujibu wako, anapita pale hitiki tiki, utaangalia mara mbili, unasema hapa kwa kweli nimedumbukia, nilikuwa haraka haraka hizo namna gani? Unaona? Kwa hiyo hapo utaendelea kuishi katika mawazo ya huyo mwanamke ambaye makalio yake yametulia vizuri kuliko huyo ambao uko naye, ambao ulipenda kwenye uso. Ndio maana fanyeni angalisho sana kabla ya kwenda katika ndoa. Kwa hiyo ili kwamba ndoa halali iwepo,
inatakiwa kwamba utu wetu wote tatu ukubaliane na kile tunachokiona. Hicho ndio kitu ambacho kipo. Ndio maana kitabu cha Esombe sura yake 56 mstari wa 2 nasema, ndoa kulikana na neno iheshimiwe na wote. Wanandoa lazima wabaki waaminifu kwa kila mmoja wao kwa kingono, tuseme kingono, kimwonekano na kihisia. Anasimama kwanza hapo. Tuseme kwa mfano, unapokuwa katika tendo la ndoa na mke wako, uko katika tendo la ndoa na mke wako. Sasa katika tendo uko unamuwaza mwanamke mwingine ili kupata ile raha na kuendelea na mke wako, kwa sababu kuna watu ambao wako hivyo, yuko juu kabisa ya mke wake, kama itakuwa hata chini, anafanya mapenzi, anafanya tendo na mke wake, lakini mafikira yake yako nje, yako kwenye mwanamke mwingine. Kwa hiyo anafanya huku, lakini inachomchochea ili kupata raha ni kile anachotafakari nje. Vivyo hivyo hata kuna wanawake, yuko na mume wake, wanafanya tendo, lakini ni yule mwanaume mwingine ambaye yeye anamfahamu, ambaye labda ameshawahi kufanya naye mambo kama hayo, aidha labda ambaye anamtamani, ndiye atakayefikiria. Yaani mume huko yuko jasho tu, leo utaniona mwenzake anafikiri, kumbe amfikiria, amhesabu hata, kumbe yuko katika mawazo ya mwingine. Tayari hiyo sio ndoa. Hiyo sio ndoa ya kweli, kwa sababu tayari kuna kutokuwa na uaminifu kati ya wanandoa. Tayari hapo, hiyo sio ndoa. Kwa hiyo lazima watu wajue ndoa ni kitu gani. Ukiwa na mke wako wewe na unamfikiria kingono mwanamke mwingine, hiyo ndoa yenu haipo, sio ndoa. Ndoa hiyo imekufa, haipo, sio halali. Vivyo hivyo kwa mwanamke, ukimfikiria mwanaume mwingine kingono na wewe una mume wako, hiyo sio ndoa tena, hiyo imeharibika kabisa, hiyo umevunja. Kwa sababu haiwezekani wewe una mwenzako tena hisia zako unaenda kumpatia mtu mwingine. Hilo haliwezekani, haliwezi likaachwa. Haya mambo ambayo tunaongea hapa, ndugu zangu, sisi tunaongea kuhusiana na ndoa halisi, sio hizo ndoa ambazo mnafunzwa huko kwenye dini zenu, aweza kwenye imani zenu. No, hapa tunawambia halali ya ndoa gisi ilivyo, uhalali wenyewe. Ndio maana Yesu anaendelea kusema, wakati wa mahusiano yenu ya ngono msifungue mlango wa uchafuzi unaotoa ufikiaji wa mazoea machafu ya bebandabo dima mundima bobesatirs, yani demoni katika umbo la mbuzi, na yale yamenguma madiba, yani nguva za madini, kwa sababu mudima bekokisedi atawadhibu wasio na kiasi na wazinzi. Ndio maana zamani, ndugu zangu, kitu ambacho mnatakiwa kuelewa kwamba zamani, ikiwa mwanaume na mwanamke wanataka kufunga ndoa, aiza kuoana, yani kuwa kitu kimoja, kulikuwa na uanzishwaji kila mmoja upande wake. Yani mtoto wa kike alikuwa na wazazi wake, mashangazi walioanzishwa, lakini ambao wanamwanzisha, wanauliza maswali, mambo kama haya. Upande wa mwanaume pia kuna wanaume walioanzishwa ambao wako pamoja naye, wanampatia maswali, mambo mengine, yani kumwandaa vizuri. Hilo jambo munielewe vizuri, maana mara unaweza kuona mwenzako kwa mfano amevaa vizuri, anapendeza kweli. Unapomuona kweli kweli anapendeza, wow, unaanza kufikiria namna gani huyu mwanamke alivyo, wow, uzuri gani ambao huyu mwanamke yupo, na tayari wengine ambao hawana namna ya kuzizuia wameshaanza kuingia, yani yote ameshaingia. Oh, I love, oh, this is my sweetheart, wakati hata mwili wake haujauona vizuri. Sasa ikitokea kwa mfano mnaingia sasa, mmeshaoana, mnaingia chumbani huko, anapotoa nguo yake hivi pup, unapotazama unasema hai, sasa mbona alipokuwa ndani ya mavazi niona makalio alikuwa mengi, sasa ama ametoa ni kama vile ameenda piu, ameenda wapi? Huu ni mfano ambao mimi nautoa. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo, kwa sababu katika uanzishwaji kuna mambo ambayo watu wanatakiwa kuyafahamu kabla ya kuingia katika ndoa. Sio mambo ambayo mtaongea kwa namna ya kuharibu, waweza kuchafua, lakini kuna mambo lazima muyajue kabla ya kufanya nini, kabla ya kuingia katika ndoa. Nitaenda kuwapatia mifano na mtaelewa nini ambacho tunasema. Kwa hiyo unakuta ni surprise, unashangaa,
Mbona yale makalio siyaoni tena, ni kama vile amepotea, yameenda wapi? Na hicho ndio kitu ambacho kinivutia sana kwa hiyo dada yangu aza nini. Na tayari kama umesha kubaliana, utaanza kuishi sasa kwa kuvumilia, kusema basi nimeshaingia, nitafanya namna gani? Hapo tayari matatizo, kwa sababu tatizo hapo mwanzo hapakuwa maandalizi, hapakuwa uanzishwaji, hakuna mafundisho kabla ya kuingia, kwa sababu unatakiwa kujua hayo kwanza mapema. Kujua nini zaidi? Tutafika kitabu cha Mukaisidi sura yake ya kwanza mstari wa 786 hadi 787, anasema mwanaume hapaswi kutamani kuona au kufurahia picha ya uchi wa mwanamke ambaye si mwenzi wake, kuna mabano mke wake. Kuna wanaume mara ana mke, lakini kisiri anafikiria tena mwanamke mwingine, anamfikiria mwanamke namna alivyo. Muda huo wewe si mwaminifu kwa agano. Ujue kwamba wakati huo ambapo unafikiria mwanamke mwingine, wewe si mwaminifu kwa agano, kwa ndoa, na Roho msimamizi wa ndoa hawezi akawakubali, kwa sababu tayari uko nje kabisa. Namna gani uko na mke wako, lakini unapenda kutamani kuona picha ya uchi wa mwanamke mwingine ambaye si mke wako? Hiyo sio vizuri. Ila haijamaanisha kwamba ukimtazama mwanamke ambaye unasifia uzuri wako, unasema wow, ameumbwa vizuri, ana maumbo mazuri, na unaishia hapo tu. Stop. Sio kosa, sio kosa, lakini unapoingia tena zaidi ya kusema labda anza kufikiria namna gani unaweza ukawa naye kwenye kitanda, huyu ukimweka hivi, ikiwa hivi, no, hapo tayari unaharibu. Sio vizuri, tayari umeshaenda nje kabisa na ukweli. Vile vile mwanamke hapaswi kutamani kuona au kufurahia picha ya uchi wa mwanaume ambaye si mwenzi wake, yani mume. Kwa hiyo ndugu zangu, kama zilivyosema, ndoa ni agano. Mwanamke naye pia hatakiwi, sio vizuri unatamani kuona nani uchi wa mwanaume mwingine ambaye si mume wako. Hiyo sio, yani ndoa hiyo haipo. Kwa hiyo ndoa ni agano, na ikiwa mmoja hayuko tena kikamilifu, hiyo sio ndoa tena, kwa sababu agano inafanywa na watu. Sasa ikiwa ni watu wawili ndoa, mmoja amevunja agano, ina maana kwamba hiyo ndoa haipo. Mfano, mme ametoka nje ya ndoa kwa hiari, kwa mfano kwa hiari ameenda kutembea na mwanamke mwingine kwa hiari, alafu anarejea na kuomba mwanamke wangu unisamehe, nienda kutembea naye nini, unisamehe. Hiyo ndoa tayari haipo, maana agano limevunjwa. Hilo mnielewe vizuri. Ndio maana ni vyema mambo yanapokuwa hayaendi vizuri ndani ya ndoa, ni vyema kuzungumza, kuongea. Ikiwa unaona kwamba mme wako au mke wako ana harufu mbaya ya kinywa, ni vyema kuongea, lakini kuna namna pia ya kuongea, kwa sababu ukiongea tofauti, unaambia kwamba mke wangu kinywa chako kinatoa harufu, na unasema sina wewe cha kwako na pia kinatoa harufu, haiko sawa. Kwa hiyo kuna namna ya kuzungumza, kuna namna ya kuongea ili kueleweza kufikia, kwa sababu haya mambo haya mkiyaacha kuyaongea, haya ndio yanaharibu ndoa. Ikiwa mwelewe, haya ndio mambo ambayo yanaharibu ndoa, kwa sababu kuna wengine ambao nikimwambia atakasirika, na akikasirika basi hapana. Ukifanya hivyo tayari unaharibu, kwa sababu hilo jambo litaendelea kukuumiza. Hata anapokuja yeye anakuja kuongea na wewe tu, jambo unasomaje wewe kule, kumbe wewe unateseka, lakini yeye mwenzako hajui. Inaweza ikatokea yeye hajui, lakini kwa sababu haumwambii. Lakini kama unamwambia atajua, na mnaweza mkaangalia, okay, tuangalie namna gani tunatumia hii, inaweza ikasaidia hii na nini, kuangalia namna gani mlo, kubadilisha mambo ya harufu yanaisha. Kama mtu ametambua tu, anaweza akatumia na inaishi. Hasa kwa mfano, mke wangu unanuka kikwapa, mengine sio kwamba na wewe simbata kwako kinanuka mengine, no. Na wewe unaweza kumwambia mke wako hivyo, unaweza ukakuja tu hata na perfume za marashi, ni baby, sweetheart, labda jaribu kwanza, inaona kwamba labda inaweza ikawa vizuri, unapiga nini, nafikiri inaweza ikawa vizuri. Sio kwa namna hiyo, kwa sababu wengine wanaweza kujisikia kwamba vile unanitusi mimi, unaona mimi mchafu, unaona mimi mchafu, mimi sivai, si kila wakati mimi naoga. Hatuko katika mambo kama haya, tuko katika ushauri na kuangalia namna gani tukakosoa, tukaendeleza ndoa yetu vizuri. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba ni ukosefu wa usafi ambao unafanya ndoa nyingi kabisa zinaharibika. Watu wanajitenga kabisa, wanajitenga sana kwa sababu ya haya mambo.
Kwa hiyo agano la kazi inayojulikana haiambatani na harufu ambayo ni mbaya, hapana. Yaani kwa sababu harufu inatakiwa iwe harufu nzuri kati ya wanandoa. Kwa sababu ndio maana tunaombwa sana hata katika neno, yani tunaombwa sana kuwa usafi katika mambo ya ndoa ni muhimu sana. Yaani usafi unapokosa, ndugu zangu, hakika nawaambia haya mambo yanarejesha hata ile tama, ile hamu ambayo uko na mwenzako kila mara, kwa sababu kuna dada zetu nao pia kuna namna ya kuosha, yani ya kusafisha nani, sehemu za siri. Sio kwamba unaenda tu unapitisha juu juu tu chapa 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 chapa. Sasa mwenzako mnapokuwa katika tendo anamwambia kwamba bokaa hivi, yeye anapofanya hivi yani harufu unafikiri labda ni bomu ambayo imerupuka huku tayari inashusha ile hadi ile raha ile inashusha tayari, unasema ni nini tena hii ambayo ni, unaona. Kwa hiyo sio vizuri. Kwa hiyo ni vizuri zaidi sana usafi. Haya mambo tukiyazingatia kila mara, hakuwezi kukawa matatizo zaidi sana, na watu muhimu mnafanya mazungumzo. Kuongea ni jambo ambalo ni muhimu sana, maana mkikaa kimya mambo yanaendelea kuharibika zaidi. Hiyo ni jambo lazima mulielewe vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, wakati ambapo mtu anapotaka kuingia katika ndoa ni wakati ambao mtu anatakiwa kuwa makini sana na kujiuliza maswali mengi na kutafakari kabla ya kutenda, kwa sababu zamani, kwa upande wa walioanzishwa, kama jinsi nilivyogusia kidogo, ikiwa mwanamke ambaye anataka kuolewa, kwa mfano, ana kasoro ya mwili, sikiliza kwa makini. Ikiwa mwanamke ambaye anataka kuolewa ana kasoro ya mwili, mfano kwenye tumbo, labda ana makovu, aza sehemu za siri, kuna mambo ambayo hayako sawa, mfano na kadhalika, yaani wakati wa kujifunza kujuana, lazima mwenzako apate taarifa hiyo kwamba mimi nina hili na hili na hili na hili. Hakuna swala la surprise kuhusiana na hili. Sijui kama mnaelewa hili. Ni vema kumwambia, bwana, mimi hapa kwa sehemu fulani huwa na sio kwamba utamwonyesha, no, kwa sababu mko katika kujuana. Ni taarifa ambayo najua mimi kuhusiana na hili, mimi niko hivi hapa, niko hivi, kwa sababu ili kwamba wakati mtakapokuwa tayari umeshaungana, akija kuona asistuke, kwa sababu tayari umeshamwambia. Kama we ni mgonjwa na umegeni, kabla ya katika mazungumzo ndio utamwambia mwenzako, sio kwamba umeshakuwa tayari mwambie, bwana, mimi nina ugonjwa huu. Kwa nini hakuniambia pale kote? Au kuuliza nifikie labda tu, haina shida. No, mnaambiana mapema, kwa sababu ukimwambia ndani tayari anaona kwamba ameshafungwa. Sasa ajue afanye kitu gani. Kukuacha haiwezi kawezekana. Kwake anaona kwa nini umenifanyia hivi? Tayari hiyo ndoa haipo, kwa sababu mazungumzo mapema kabla hayakuwepo. Ndio maana kabla ya kwenda katika ndoa ni vema kujichunguza vema. Ikiwa una ugonjwa, sema. Ikiwa una kovu fulani ambayo yaonekani, mwambie mwenzako. Ni vema kumtaarifu mwenzako mapema. Mwingine utasikia kwamba ni huyu ndio wangu ambaye nampenda, huyu kabisa, yani ndio huyu. Sasa unapoingia katika ndoa, yule ambaye unampenda anapotoa mwili wake hivyo, anaangalia sema, ndio hivi tu, hapa nimeanguka, nitafanya namna gani yo? Kurudi sirudi kusonga natakiwa kusonga tu, sio vizuri. Tayari umeshakuwa katika ndoa, unajikuta kwamba umefungwa, kwa sababu sio kila sababu ambayo inaweza kufanya wewe mwachane zinajulikana. Ni kweli kuna sababu ambazo zinajulikana, sio kama ndani ya Biblia za kisasa kwamba mpaka azini tu, no, zipo, lakini kwa hiyo hilo kosa hauwezi ukasema kwamba hamtaendelea, hapana. Kwa hiyo sio vizuri. Haya mambo yote, taarifa, ni vizuri kujuana. Wakati ambapo mnajifunza kujuana, ndipo watu wanaongea mambo kama haya, ili kwamba wakati itakapotokea kusiwe surprise. Ndio maana kitabu cha Esombe sura ya 18 mstari wa 8 anasema, kwa wale walio kwenye ndoa mume asimfukuze, yani kukataa kunyang'anya mali za mke wake, na mke asimwache mume wake, isipokuwa katika kesi ya kutokuwa mwaminifu kingono, na pia katika mawazo, kwa kutaka kuona au kufurahishwa na picha ya uchi ya mtu ambaye si mwenzi wake wa ndoa, katika maneno au wakati wa ndoto zilizoidhinishwa na demon, incubus na succubus, au kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu dhidi ya neno. Kwa hiyo hizo ndio sheria ambazo zipo, ambazo zinaonyesha kwamba unaweza ukamwachana na mwenzako kwa sababu ya hili na hili na hili. Kwa hiyo mambo haya ambayo ninazungumza, ndugu zangu, ni muhimu sana.
ni muhimu sana. Wengine labda wanaweza kachukulia mengine kwamba hao nyinyi mnakuja kufundisha kitu gani wa mengine na hapa tu katika mambo ambayo ni ya kiroho, ndio maana tunaongea haya mambo. Kwa hiyo unaweza kukutana na mwanamke ambaye mfano ameshazaa mtoto, lakini wakati alipozaa mtoto hakumzaa katika njia ambayo ni ile ya halali, labda alizaa kwa kwa operation. Sasa kulingana na madaktari, kuna baadhi ambao wana utaalamu mwingi, wengine hapana. Labda yule ambaye aliyemshona labda amemwachia kabisa kikovu kikubwa kimebaki, kwa mfano. Sasa ikiwa haujamwambia mwenzako, umepata sasa mwingine ambaye atakuoa na hajui hilo kwamba una kikovu kikubwa sana ambacho kwelikweli, yani akaona labda anaweza kakimbia, ni vizuri kuambiana wakati wa kutumbiana, mnaambiana bwana, mimi niko hivi na hivi na hivi. Okay, ieleweke, kwa sababu wakati unapofungua unapokuwa katika akiona, sio kwamba atakuwa surprised, hapana, ni kwa sababu tayari taarifa anayo, anajua. Sio vizuri kuficha mwenzako wakati huu. Hayo ni mambo ambayo ni muhimu. Sasa mara unaona mwanamke ambaye wewe mwanaume unamwona makalio yake yametulia ndani ya nguo, lakini unapokuwa naye unakuja kuona kwamba kuna tofauti. Unauliza sasa, yale makalio yameenda wapi? Mbona kama yamepungua? Kwa sababu labda katika kuangalia kwako haukuangalia vizuri kwa makini, lakini utashindwa kumwambia, maana umeshaingia tayari. Sasa ukiona mwanamke kwa mfano mwingine aliye na makalio kama haya, kama jinsi wasema mimi nimewahi haraka haraka labda unaweza kuwa na mtu lakini namna yake kwa mfano ya kucheka inakukasirisha. Kuna cheko la mtu mwingine ambaye anapocheka, yani unajihisi hasira kabisa, na ni mwenzako ambao unampenda, lakini utabaki tu naye, maana umeshaanza kumzoea, na mazoea sio kitu kizuri. Mnatakiwa kuishi kwa sababu ya upendo na sio kuzoea kwa sababu ya mazoea. Mtafanya namna gani? Basi ni hivyo tu. Wengine utasikia wanasema nabaki tu kwa sababu ya watoto tu. Hiyo ni ndoa ya namna gani? Mara utaenda kumwambia kwamba napenda uvae hivi, usivae hivi, napenda uvae hivi, kwa sababu tayari unaona mwanamke mwingine ambaye unapenda yeye afanane na wewe, ili kwa labda uone kwamba labda afadhali. Lakini mwelewe vizuri, sio tu hilo, mwanaume anaweza kumfunza mke wake kuvaa vizuri ili awe anaonekana vizuri. Kwa hiyo ni pande mbili, sio kwa namna hiyo tu moja, ambapo mtu akisikia kwamba mume wake anamwambia sipendi uvae hivi, kwamba kwa sababu umesha kuwa na mwanamke mwingine nje ndio maana unapenda mimi nivae. No, hapana. Inaweza ikawa yani kwa pande mbili zote. Kwa hiyo mwanamke, ulikuwa unapendeza wakati ambapo huyu mwanamume wako alipokuoa, ulikuwa very beautiful kwa kuangalia, lakini baada ya kuolewa tayari umeona kwamba si nimeshapata, nimesha settle, kwa hiyo ni nini tena ambacho nitanani? Sio vizuri. Utakuta mwanamke anaanza kujiachililia, yani yeye anavaa zile nguo ambazo ni za zamani tu, yani nguo ambayo inatoka kwenye kichwa hadi inafika kwenye miguu. Yeye ndio huyo tu, ni vitambaa kichwani, utafikiri labda anaenda kwenye maombi. Yani utakuta mwanamke hata kujipodoa hajui ni kitu gani, kama vile zingine dini ambazo zinakataza wanawake wasiusuka hata nywele. Haya mambo utakuta mwanamke hayuko hata sawa, yani yupo tu, yani hata kama kucha rangi inawekwa yeye hana hata taarifa, yani yupo tu, yani yupo kwenye ni magauni tu ambayo ni marefu. Utakuta visuruali vingine ambavyo havina hata, yani utakuta kama hivi na masikio. Wengine wakati anapoenda hata kulala utakuta anaingia kwenye kapitula, utafikia labda ni cha bibi yake. Sio kumtuzi, lakini tunajua bibi zetu walikuwa na kapitula zile vikubwa kubwa. Utakuta anaingia huko yani mme ana hata raha, yani anapoona, yani hakuna kitu ambacho kinamvutia hata kidogo. Sio vizuri, sio vizuri, sio vizuri. Sasa watu kwa sababu ya kukaa muda mrefu peke yao wanapenda kuingia katika ndoa tu. Sasa wanaingia bila kujitayarisha, na wanachokuja sasa ma surprise ambayo ni ajabu ajabu, kwa sababu walienda haraka, hawakuangalia mwili unawasukuma upata tu, kwa sababu unaona hii raha unaikosa. Usiende kwa sababu ya raha tu hiyo ya tendo, no. Kuwe mambo mengine, kwa sababu hilo unaweza ukaingia leo chup, kesho kesho kutwa kisha alafu
Alafu kama nilivyosema, mwelewe vizuri, kama nilivyosema, walioanzishwa zamani, ikiwa kwa mfano mwanamke na mwanaume wanataka kwenda katika ndoa, sikilizeni tena hii, nimewambia kwamba upande wa mwanaume wanafanya mazungumzo naye ya kina, upande wa mwanamke wanafanya mazungumzo naye na uanzishwaji unaendelea. Sasa ikitokea kwa mfano mwanaume, tuseme hivi, mnielewe vizuri, haya ni mafundisho kesha yako very, niko clear, naongea kabisa kama gisi alivyo. Ikitokea kwa mfano mwanaume yeye ana uume wake uko kama haka hivi, tuseme mfano, uone mfano, ingawa sijui kama yapo, inawezekana. Tuseme kwa mfano, yani mme ambaye anapenda kuoa, yeye yuko hivi ndogo kabisa, kitu gani ambacho kitatendeka? Yaani mwanamke upande wake kule anatakiwa kuulizwa maswali ili mpate kupata hali yake ya ufahamu iko namna gani, mtazamo wake kuhusiana na mwanaume ambaye iko hivi, sijui kama naelewa, uko namna gani? Maana kuna wanawake ambao wanataka ikiwa ni mwanaume mme wake awe na kubwa, kwa mfano awe na kubwa. Sasa swala la ndogo hii nini, hapana. Kwa hiyo lazima huyu mwanamke ni katika kipindi hicho ndio itaulizwa, ajulikane naye pia yeye anafikiri namna gani kuhusiana kama ni ndogo, yaani ijulikane kwelikweli kama ni ndogo, aidha yeye ni mtu ambaye anapendelea ile kubwa kubwa, kwa sababu kama yeye tayari mwenzake ana ndogo na yeye kule anapenda nani kubwa, wanapokuwa katika tendo, wanapoangalia sema hivi tu inaharibu direct. Kwa hiyo walioanzishwa walikuwa na namna ya uanzishwaji, yani mtu anapoenda sio kwamba jinsi wengine wanasema kwamba unatakiwa kwanza kuonja ili kuona kama mnaendana. No, hayo mambo sio hivyo. Yani mambo yalikuwa ni mazungumzo, yani mnajua tayari kwamba mwenzangu yuko hivi, mwenzangu yuko hivi, mwenzangu, yani hakuna surprise. Sijui kama mnaona hili. Hili ndio jambo ambalo lipo, kwa sababu wengine wanasema kwamba sasa sijui kama nikienda naye, sijawahi kupima naye, sijui kama yeye ana nguvu hana, sasa nitajuaje? Haya mambo yalikuwa yalikuwa wazi kabisa, watu wanazungumza, yani inaelezwa vizuri, kila mmoja anajitayarisha, kila mmoja anajua tayari, na mnapokuwa pamoja hakuna surprise. Kwa hiyo anapokuja kuona kwamba hiki ni kidole cha mtoto hiki, anakata tamaa, ile hamu, ile raha ambayo ilikuwa nayo inafanya nini? Ndio maana wakati kama hamkusoma hayo mambo, aidha hamkujuana hayo mapema, mnapokuwa katika ndoa, mambo hayataenda vizuri. Mke atakuwa kule, wewe mme mwenyewe utaanza unaogelea, utakosa kuogelea namna gani? Wengine wataanza kutusi mwanamke sehemu zake za siri, uko hivi, uko mpana ndio maana naogelea. Unaweza ukasema naogelea, lakini nawe pia siangalie, labda nawe pia kulingana na wewe uko hivi na ndio maana unaogelea. Kwa hiyo kila mmoja anaangalia hivyo, lakini sio vizuri. Ni vema mazungumzo. Ndio maana mazungumzo ni kitu ambacho ni muhimu sana kabla ya hayo mambo. Ndio maana kitabu cha Temusea 31:1 anasema baada ya kuanzisha, yani kuna mabano, ufahamu wa macho yangu katika sayansi ya kutojali yanayoharibika, kwa hivyo nilifanya makubaliano nayo kwa siri ya ufahamu wangu kwamba yasisimamie mwonekano wa mwanamke ambaye si wangu ili kumtamani. Kitabu cha Mukaisidi, Karata Mukaisidi, sura yake ya kwanza mstari wa 788 hadi 801. Haya mambo ambayo tunaenda kuongea hapa ni yale ambayo yanatumika sasa katika ndoa. Natakiwa kuelewa kwamba mara nyingi macho hayadanganyi, ndugu zangu, mara nyingi macho hayadanganyi. Ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, mwanaume, ukimkuta mwanamke ambaye labda wewe uko katika nani ya kupenda kuoa, na wewe mwanamke kama uko katika wakati wa kupenda kuolewa, sikiliza kwa makini. Ukikutana na mwanaume kwa mara ya kwanza na macho yako yanakuambia kwamba huyu simtaki, hapana kuforce, sikiliza kwa makini. Macho yako yakikwambia kwamba huyu simtaki,
Kutaka sio kwa maana yake kuhusiana na mambo ya mme na mke. Simtaki. Hapana kulazimisha kupenda. Hapana kulazimisha kupenda, kwa sababu ukilazimisha kupenda utajuta baadaye. Hii ndio taarifa ambayo nakwambia. Mara nyingi macho hayadanganyi, kwa sababu kwa mwanamke, hata labda mwanaume, kwa mwanamke zaidi, haiombe hata dakika moja akimtazama mwanaume mbele, ni sekunde ngapi tu tayari ameshajua kwamba huyu kwelikweli anaweza kuwa baba wa watoto wangu. Aweza? Hapana, ni kidogo, ana muda wa saa zote kama wengine, no. Yeye hata sekunde ngapi tayari ameshaangalia na tayari. Na kama hataki, unapoona kwamba unaangalia na unasema kwamba hii sitaki, hacha kuforce, stop hapo, hivyo hivyo, simamia hapo, full stop, unaacha. Kwa sababu ukitokea kwa mfano kwamba umeangalia, ufahamu wa macho yako nakwambia kwamba sitaki, mwingine ataendelea kumwangalia mwanamke, mara ya kwanza ataangalia, mara ya pili anamuona kwelikweli hamtaki, ni kweli, bali atajilazimisha kumtazama ili wenda kuwe na kitu ambacho atapenda. Sikilizeni kwa makini, ili labda awe na kitu ambacho atapenda, ataanza kutumia sasa ubongo wake sasa katika kutafakari, ili hivi ukiangalia huu mwili kwa mfano akivaa vile anaweza kuwa hivi, yani anaanza kuconvince ubongo wake, anaanza kuconvince mawazo yake, na wakati tayari macho ameshampatia taarifa kwamba no, huyu sitaki. Kwa hiyo ataanza kuhunda, ataanza kuangalia, lakini anaweza kuwa mzuri akifanya hivi, wena akijipodoa hivi atakuwa hivi, tayari huko katika uongo. Uongo tayari, maana wakati ambapo utakutana na mwingine ambaye unampenda bila hata kutumia nguvu, hakika nakwambia ndio wakati ambapo utakuwa kila wakati unamfikiria huyo mwanamke kuliko yule ambaye uko naye ndani ya nyumba. Hayo hivi, hamjawahi kuona kuna wanawake wengine za wanaume wengine ambao waliwaza hata muda huu wanaingia wanasema kwamba mimi najutia kwa nini nimeolewa na huyu, nimeoa huyu. Wengine wako hivi, anapoangalia style yake ambaye anapiga sema nitangulia mimi, ndio nilikuwa na haraka haraka hizo namna gani? Kwa sababu watu hawatulii, hawaangalie vizuri kabla ya kuingia. Sio vizuri. Utakuta kuna wanawake ambao wao wanahitaji ngono sana, upweke, napenda kufanya hivi, napenda kufanya hivi, anajisi mpweke, anasema kwamba ataenda na yeyote tu angalau awe hata anapumua tu. Wengine wanasema hivi wanawake. Hiyo sio ndoa, hilo ni itilafu tayari. Hiyo sio ndoa hata kidogo. Ndio maana Mukaisidi sura yake ya kwanza sura 788 hadi 801 inasema, wakati wa mahusiano yenu ya kingono msifungue mlango wa uchafuzi, kuna mabano, unajisi, uchafu, uambukizaji, isiyo ya asili, kudhalilisha, sumu, tunafunga mabano. Yaani mlango wa nini? Wa uchafuzi wa skatofilia. Skatofilia maana yake ni nini? Kwanza kuna mabano: kuchukizwa, aibu, fedhea, kinga, chuki, kosa la ladha, chukizo, tunafunga mabano, ambao hutoa ufikiaji wa desturi chafu sabibandabudima mudima bobe satires, ikiwa ni pamoja na roho zingine chafu. Maana yake ni nini? Hapa sasa tunaingia sasa kwenye kipengele cha pili, ndio tutaongelea hiyo skatofilia, ambayo lugha ya asili inaitwa dalobi. Ndio skatofilia. Skatofilia ni kitu gani? Dalobi ambayo ni skatofilia, kula kinyesi cha mtu mwenyewe au cha mtu mwingine, ni upotovu wa kingono, kuna mabano upotoshaji, ambao hujidhihirisha kupitia msisimko wa kingono unaohusishwa na kinyesi chini ya ushawishi wa kichawi wa bibandambudima mudima bobe satires, ngowama mudima bobe, yani demoni katika umbo la nguruwe, na ngingima mudima bobe, yani demoni katika umbo la nzi. Yani ni aina ya uchafu ambao watu wanatenda katika dunia hii. Yaani mtu mwingine atajihisi kwa mfano hamu ya ngono, lakini hamu ya ngono ni kwamba mtu anyee ndani ya kinywa chake. Hayo mambo yapo.
Ndio maana mtasikia yale ambayo tumeongelea kuhusiana na pota poti ambayo yalitendeka huko Dubai, ingawa hata kabla ya hapo mambo yanatendeka, hayo yanatendeka sehemu mbalimbali, hayo mambo. Yaani baadhi wanafanya hivyo kwa sababu wanahisi, kwa mfano, kwamba ni msukumo wa mapenzi, kwa mfano mtu ananyea ndani ya kinywa cha mwingine. Kuna wanawake wengine wanasema kwamba wanaambia wengine kwamba unaweza ukanywa hata mkojo wako, hii ni dawa, na mwingine hiyo ni uchawi, sio vizuri. Nimeshawahi kuona mwanamke kabisa kwenye mtandao anasimama anawaambia watu hivyo, asubuhi unapoamka, ule mkojo wa asubuhi asubuhi haujafanya mambo mengine, unachukua unakunywa, inakusaidia. N'importe, kwa uchawi mtupu. Hapana kufanya mambo kama hayo, kwa sababu unajua kwamba mkojo ni kitu gani? Mkojo ni kitu ambacho kinatoka, ina maana yalikuwa ni maji ambayo umekunywa. Sasa yale maji yanaenda sehemu mbalimbali katika viungo vya mwili wako. Sasa yale ambayo hayana maana, ambayo ni uchafu, ndio yanatoka kwa namna ya mkojo. Ndivyo ilivyo hata kinyesi, kwa sababu kinyesi ni chakula ambacho tunakula, protein inaweza, mambo ambayo ni muhimu mwili unachukua papa, na yale ambayo si muhimu pup, yanatoka. Sasa namna gani kitu ambacho kimeshafukuzwa, kimeshatolewa, kimeshaondolewa, ambacho si kizuri, wewe utatumia kwamba ndio kizuri, kitakupatia afya? Mutumie hata akili. Mwe mnafanyiwa mambo ya uchawi na nyinyi mnaona. Msikubali kila kitu. Ndio maana utakuta wengine wanaabudu wanyama, wanawakojolea, wanasema hawa ni baraka kutoka kwa n'importe quoi. Watu wawe na akili, ndugu zako. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo wanayafanya, na wengine watafanya hivyo kwa sababu ya pesa. Atapata pesa ili wamnyee ndani ya kinywa chake, yani kwa ndugu zangu, ni kupenda kusema tu usafi ni kitu ambacho ni muhimu sana, kwa sababu kuna aina mbalimbali ya skatofili. Kuna skatofili ambayo baadhi wanayafanya kama jinsi nilivyotaja hapa, lakini kuna wanandoa pia ambao bila kujua wanafanya hivi, wanakula kinyesi bila hata kujua. Nitawapatia mfano hapa. Nitaongea mambo kama gisi alivyo kwa sababu ndivyo ilivyo. Hata mwalimu gisi alivyoongea ndio hivi, siwezi nikaenda nikapindisha. Mwelewe kwamba katika wanandoa kuna vitu ambavyo wanaweza wakafanya, kwa sababu watu wanaweza wakajiuliza, je, hivi ukiwa na mke wako, je, unaweza ukamlamba aiza namna gani? Je, mme anaweza akakulamba? Ndio aiza hapana? Hizo ni swali ambazo watu wanaweza kajiuliza. Katika ukweli hilo halijakatazwa, unaweza, lakini ndio maana kitu cha kwanza ni usafi kwanza. Kitu cha kwanza, mwanamume ambaye anapenda kufanya hivyo kwa mke wake, mke wake, haijakatazwa, lakini inaombwa usafi, kwa sababu bila usafi mnaweza mkajikuta unatumia uchafu, na hilo sio jambo ambalo ni nzuri. Sijui kama mnaelewa vizuri. Neno halijakataza, inaweza ikafanyika, kwa sababu kuna wengine ambao wanasema ukifanya hivyo yani wewe ni na haijakatazwa. Ukifanya hivyo kwa mke wako haina shida, ukifanya hivyo kwa mme wako no problem, lakini msingi wa yote kwanza ni usafi, kwa sababu bila usafi hakika mnakula mambo ambayo ni kama vile, mfano, mwanamke, tuseme mwanaume ameenda chooni huko, amefanya haja yake. Kuna wanaume wengine ambao hawajipangui, wanajipanguza, wanakamata tu karatasi juu, wanajipanguza hivi bila hata kuosha ili kuwa safi. Anakuja sasa, anapenda mke wake afanye nini? Amfanyie hivyo huko chini. Mke yuko katika kushusha suruali, anapopeleka kichwa chake hivi, anasikia harufu inakuja boom. Je, ataendelea kweli kweli? Atashindwa. Anaweza akashindwa kusema ni nini, fanya nani, mbona huko hivyo? Mara anaweza akashindwa hata kuongea nini ambacho kimemkuta. Kuna wengine anaweza akaongea, yote inawezekana. Vivyo hivyo hata kwa mke ambaye, ndio maana nikasema kuna namna ya kuosha sehemu za siri. Mwanamke ana namna yake ya kuosha sehemu ya siri na kuwa iko safi, iko sawa, lakini labda huyu ameenda lakini hakufanya hivi. Sasa jua kwamba wakati ule wa kabla ya tendo inaweza ikatokea, kwa mfano, Mungu katika mambo ya kusana nini na nini na nini na nini. Sasa unaona uti wa mgongo huu, kuna mara unaweza ukapata joto, kuna matone ambayo anaweza yakashuka hadi yanashuka kwenye mstari hadi yanafika huku. Sasa kama mtu alikuwa ameenda chooni hakujipanguza vizuri, hiyo inaweza ikaingiza hata kwenye ile sehemu ambapo mme baadaye anaweza akaja akafanya nini, akalamba. Na wakati anapolamba hivi tayari anaweza akatumia akafanya skatofiti bila hata yeye kujua, kwa sababu ya ukosefu wa usafi. Nimeongea haya ili kwamba watu wapate kuelewa vizuri, kwa sababu usafi haupo, na hilo ni jambo ambalo si nzuri. Boom.
Sasa katika ndoa au nje ya ndoa, mwanaume au mwanamke hapaswi kunywa matapishi, kuna mabano, kuondoa, kukataliwa, kufukuzwa, tunafunga mabano, au mkojo. So, mnaona gisi nilivyosema, kuondoa aibu, mionzi, unafunga mabano, wa mwingine, ikiwa ni pamoja na matapishi na mkojo wake mwenyewe, hairuhusiwi. Hampaswi kuwatazama watu wengine wakifanya mahusiano ya kingono ya aina yoyote, kuna mabano, pornografia, yani filamu za ngono, haitakiwi. Kipengele cha tatu, kwa sababu kipengele cha pili tumeshamaliza, ilikuwa dalobi ambayo scatophilia. Kipengele cha tatu, none la elongayadi, yani punyeto. Punyeto, mwanamke hapaswi kugusa sehemu zake za siri, yani kujichua, aidha punyeto, katika lengo la kupata raha. Ni mumewe pekee ndiye anayeweza kufanya hivyo kwa ajili yake. Ina maana kwamba kuhusiana na swala la punyeto, sio vizuri, hairuhusiwi mwanamke kufanya hivyo, kujigusa yeye mwenyewe ili kujipatia raha. Ina maana kwamba anaweza akajigusa, kujiosha, mambo mengine, kujikuna, hiyo haina tatizo, lakini anapoanza kujigusa kwa sababu apate raha yeye mwenyewe, sio vizuri. Inatakiwa kama anapenda hivyo, ni mume wake ndio amfanyie, ili kwamba kama anapenda ni mume wake amfanyie, hilo halina tatizo. Mnajua kwa nini? Kwa sababu mwanamke anapojigusa yeye kimahaba, kwa namna hii ya kupata raha yeye mwenyewe, ina maana kwamba atajua mwili wake zaidi kuliko mume wake. Maana yake mume wake hawezi tena kuja kumridhisha ili arizike. Sasa lazima yeye mwenyewe ajiguse. Sasa je, hiyo ndoa ipo kwa sababu yeye ajiguse yeye mwenyewe? Hapana. Yaani atajua sehemu ambazo ni nyeti kwelikweli za mwili wake, kwamba hapa nikiguswa hapa tayari Sasa ili kuhisi raha yake mwenyewe, ni yeye mwenyewe afanye hivi. Mume anaweza akaja ni kama anakuja juu juu, kwa sababu yeye mwenyewe ndio anajua, na hiyo ndio hatari ambayo ipo tayari. Ndio maana walio wengi wanawake ambao wao katika hayo mambo, hata kama anaweza akatembea na akalala na mume wake, wanafanya tendo la ndoa, hawezi akaridhika. Baadaye tena anatakiwa yeye mwenyewe ajifanye hivyo ili aridhika, aseme kwamba hapa niko sawa. Vivyo hivyo kwa wanaume, kwa sababu kuna wanawake hapa, tungali kwa wanawake kwanza. Kuna wanawake hata kama ameolewa anaendelea kufanya mambo kama haya. Kuna wengine ambao wataenda sokoni, wataenda kununua tango, wengine ambayo itakuwa ni kubwa, wengine ambayo iko siyo nene ndefu. Nasikia kwa wakati huko, na wengine ambao unaponunua tango wanakukatia pale pale. Sijui kama wameelewa kitu gani, sijui, lakini ndio maisha yeyote ambaye ananunua tango kama anafanya hivyo, hapana. Kuna wengine wananunua tango, wanaenda kubwa hapa ndefu huku, anaingia ndani ya nyumba yake humu, chuku 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 chuku, yeye mwenyewe huko be. Sasa ina maana kwamba kwa mara kama kadiri unavyofanya hivyo, ina maana kwamba sehemu zako za siri zinafuata tayari kile kimo ambacho kipo. Ina maana kwamba kitazoea hicho huo unene, itazoea pia urefu. Sasa ikiwa mume wako yeye huo urefu hana na huu upana yeye hana, sasa unafikiri namna gani kwamba hiyo ndoa mtaendelea na utaridhika kutoka kwa mume wako? Utaendelea kufanya hivyo vitu ambavyo unafanya. Unaona kwamba, na ndio maana nawaambia kwamba ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu watu wenyewe wanajaribishia wenyewe. Na kuna wanaume wengine ambao vitu wasijui kama viko namna gani, wako katika tendo la ndoa na wake zao, mke anamwambia chukua hiyo tango, wewe mwenyewe anja kuniingiza. Wewe unaingiza wewe mwenyewe kwanza, wewe unacho kama hiyo tango. Watu wanaenda kujaribia hao wenyewe. Sasa mwanaume pia hapaswi kugusa sehemu zake za siri, yani punyeto, kujichua, katika lengo la kupata raha. Ni mke wake pekee ndiye anayeweza kufanya hivi kwa ajili yake. Kwa hiyo hata mwanaume naye pia, na haya ni mambo ambayo yanatendeka. Nawaambia haya mambo ya kupiga punyeto, ya kuangalia filamu za ngono, ni mambo ambayo wengi wapo ndani, na usipokuwa katika ukweli, hakika hauwezi ukachana na haya mambo. Na kuna watu wengine ambao tuseme kwamba labda bado wangali wanaingia katika ukweli, utakuta hiyo hali bado hawajaikamilisha kuiacha kikawaida. Kwa sababu nawaambia kwamba bila ukweli hakuna mtu ambaye anaweza akasimama imara kuhusiana na hayo mambo. Kama hayatakuwa mambo ya ya ponyeto, utakuwa unaangalia filamu za ngono. Kama hayatakuwa hivi, itakuwa mambo mengine ambayo yanafanana na haya.
Kwa hiyo haya wote ambao wako katika hizo dini zinazosemekana zimefunuliwa, hao watu wanaojiita wachungaji wengi wako katika ya mambo ya mapunyeto na mambo mengine. Ninawaambia ni ukweli, hata wao wenyewe wanajua hilo. Waumini wao sasa, usiache, ndio yani wanateseka walio wengi katika ya mambo. Tuongee mambo ambayo yako ukweli, lakini hawajua kwamba kuna tatizo ambalo liko hapo. Hatari yake ya punyeto ni kwamba mwanaume anafanya hivyo, mke wake hawezi kumridhisha tena. Ili niwaambie mwelewe vizuri, mke wake hawezi akamridhisha tena. Hata kama atafanya tendo na mke wake, ili kuridhika tena lazima afanye hivyo kwa uficho, bila kumwonyesha mke wake. Atafanya hivyo vivyo hivyo. Hata mwanamke kama jinsi nilivyosema, naye pia atafanya hivyo ili kwamba apate kuridhika. Sasa lengo ni kitu gani zaidi? Na wakati unapofanya hivi, usifikiri kwamba unafanya wewe mwenyewe, kwa sababu kuna aina za demon ambazo tumezitaja hapa, ambazo zipo pale na wewe. Haufanyi hilo hayo mambo peke yako, ziko hapo zinakuchochea ili zinyonye hiyo nishati ambayo itatokana na wewe. Kwa hiyo watu wawe makini sana katika haya mambo, na mwanaume ambaye anayeangalia hizo filamu za ngono na kufanya mambo kama hayo ya mapunyeto, amchukulie mwanamke kwa thamani, anamchukulia kama vile chombo chake cha kukidhi mahitaji yake yanayopenda. Yani anaona mwanamke kama vile chombo. Ili mwelewe vizuri, anaona mwanamke kama vile chombo. Anapomwona mwanamke anafikiria gisi anaweza kumfanya gisi anavyoona kwenye hizo filamu zake za ngono, gisi anaweza kama huyu, nikimpata huyu nitamweka kule mguu kule pap, hivyo tu. Yani ni kama vile chombo cha kuridhisha, za kukizi mahitaji, na hayo ndio mambo ambayo yapo. Kwa hiyo na haya mambo yanaweza kumfanya mtu anaingia katika mambo mengine ambayo ni ya hatari tena zaidi. Kesho kutwa anaweza hata kubaka hata watoto, kwa sababu haya mambo ya mapunyeto na kupiga nani, hiyo mambo ya maanani ya simu za nani, nasema namna gani, filamu za ngono ni hatari sana. Lakini walio wengi, mimi nimeshawahi kusikia watu hata wanaojiita kwamba ni waumini wanasema kwamba mimi kabisa, mimi ni mwaminifu na mwamini Mungu, sijawahi kwenda nje ya ndoa. Sasa akaulizwa, sasa wewe unafanya namna gani unapojisi kwamba hamu ya kufanya? Si mimi naingia tu ndani na nafanya choko alafu natoa, mimi tatizo liko wapi? Siendi nje ya ndoa, sifanye uzinzi na wengine, nafanya mimi mwenyewe tu. Ni kosa, sio vizuri. Unafikiri hata huyu mwanamke ukimpata utarizika? Kwa sababu unapokuwa na mwanamke, unapokuwa unajigusa wewe mwenyewe, kuna namna ambayo unajigusa na kuna namna ambayo una concentrate zaidi sana, unatumia tena akili tena zaidi kuliko hata gisi labda unaweza kupata na mke. Hivi mwelewe vizuri, na hii ni hatari tena zaidi sana. Ndio maana walio wengi wakati huu, mtu ambaye anatumia hivi, hata akili yake huu haiko inaenda inapungua, na naweza kusema labda hawezi hata kuconcentrate vizuri, hawezi kuwa makini. Utakuta huko hapo kama vile kizezeta kidogo hivyo. Kuna mara labda hautapenda kuwa kila mara kuwa karibu na watu, mara utapenda kuwa wewe mwenyewe, kwa sababu uwe na muda wa kufanya mambo ambayo unayafanya. Kuna mara labda uko kwenye chumba wewe mwenyewe tu, huko wewe mwenyewe tu, hauwezi ukawa na watu wengine, wewe mwenyewe huko, kwa sababu ni mambo ambayo unayafanya, na hiyo sio vizuri. Mwanaume au mwanamke ambaye bado hajaoa au kuolewa haruhusiwi kujihusisha na punyeto. Kwa hiyo wengine sasa, mimi niko single hivi, single vile, kwa hiyo mimi sihitaji hivi, na mimi najikimu mimi mwenyewe. Au uhitaji mwanaume, lakini wengine mnachukua vile vingine magold vile, mnatumia mnaingiza ingiza tena vile ambavyo vinafanana na wanaume. Yani hata kama useme kwamba wewe haupendi mwanaume na mwingine, lakini mnahitaji tu, kwa sababu mnavyovitumia tena vinahusu tena wanaume. Kwa hiyo sio vizuri, sio vizuri, kwani kujichua pia ni lango kwa mbedu. Msikie sasa, kwani kujichua pia ni lango kwa mbedu mudima bobe, yani demoni mbweha, ambao pia uzuru kiroho. Yani hizo demoni ziko hatari sana, hizo zinagusa tena hata na roho. Kwa hiyo ndio hizo unapofanya hayo mambo, ujue kwamba kuna uwepo wa hizo demoni ambazo ziko katika umbo la mbweha. Naone la elonga ya dishi, yani punyeto uhamasisha, uamsha na kuchochea mielekeo, yani misukumo inayoongoza kwenye kujiabudu, yani umimi, na ambayo husumbua mwili, huzinisha nafsi, huizalilisha na kuichafua roho. Kipengele cha 4, bedinge dinge ba bamba, yani filamu za ngono. Sasa wale wanaopenya
kuna mabano kuchunguza, kutazama, tunafunga mabano, picha za filamu za ngono huishia kuhisi hamu ya ngono ya aibu ambayo inaweza kuongoza kwenye ukandamizaji wa kushikamana na tendo la ngono kwenye mwelekeo wa kinyama, kuna mabano usio na maadili, uliopotoka, usio na mpangilio, tunafunga mabano, kuna mkato, ambao huishia katika kutofautiana vibaya, kuna mabano, kero, chuki, kutokubaliana, ugomvi, tunafunga mabano, na misiba, tunafungua mabano, matukio yasiyotarajiwa, dhiki, kuteleza tathmlia, aidha kuteleza maafa, tunafunga mabano. Chini ya ushawishi wa utawala wa roho hizi chafu, kuna mabano, zisizo na adabu, mtu aliyetiishwa huamua kuamini na kuona, kuna mabano, kuwathamini wengine kama vitu vya ngono tu, vyombo vya kukizi na kuzima tamaa zao za ngono. Hivi ndivyo nilivyosema, kuna mabano, zisizofaa, zisizopotoka, zisizo za asili, zisizo na mpangilio, za kichaa, tunafunga mabano. Mwanaume aidha mwanamke hatachukua picha yake akiwa uchi, ikiwa ni pamoja na sehemu zake za siri, ili kuituma kwa kwa mke wake, kuna mabano, ikiwa ni mwanaume, au kwa mumewe ikiwa ni mwanamke, kwa njia yoyote ile. Watu wengine ambao wako sijui wanapendani, wapenzi wangali kwenye mwanzo wa mapenzi, nani mpenzi wangu, my sweetheart, nitumie video yako ujirikodi, uonyeshe sehemu zako za siri, alafu nitakuwa nakukumbuka wakati ninapokuwa nahisi hivi, naangalia nafurahia. No, usifanye hivyo dada, usifanye hivyo. Hata kama ni mme wako ambaye amekuwa mko pamoja, aweza mmeshazana watoto, subutu, hapana kufanya hivi. Kitu cha kwanza, tuseme kwa mfano wewe uko sehemu fulani, uko Afrika, unaongea na mme wako aidha mwenzako ambaye yuko Ulaya, ni mfano tu mnatumia kwa mfano WhatsApp, mnaongea kwenye WhatsApp video call, mnaonana, alafu unaanza kumwambia mwenzako, toa nguo zako, jifanyie hivi, nianze kuona gisi huko hivi. Unafikiri kwamba wewe mwenyewe ndio unamuona? Ili kwamba upate hiyo image kutoka kwake, inapita kwenye vyuma ambavyo kuna mitambo ambayo imepangwa pale, ili kwamba hizo image zikufikie wewe. Ina maana kwamba wale walio huko nyuma, wao wanaona kila kitu ambacho kinatendeka, sio wewe na mke wako ndio mnaonana, wao pia wanaona. Kwa sababu watu wanafikiri kwamba mambo kama haya yanapita tu, yanaenda hivi tu. No, kuna vyuma, kuna system, kuna mambo ambayo wamepanga ili kwamba yapitishwe. Kuna screen ambazo zipo, wewe unaangalia kule, nao pia wanaangalia hapa, wewe unafikiri namna gani? Hilo ni jambo la kwanza. La pili, ikitokea kwa mfano mwenzako ana hizo video, kesho kushukuta ndoa hii imeishi, akazitupa hizo kwenye mitandao, haujamalizika, wengine hawajapata hata nani. Kwa hiyo fanyeni angalisho. Hata kama ni mme, hairuhusiwi. Hata kama ni mme wako anakwambia, mke wangu hata nishike tu hapa, hata nitakuwa nakumbuka na kiangalia, hapana kukubali. Hata kama ni mme wako wa ndoa, sio vizuri. Mwanaume haruhusiwi kunyonya, kuna mabano, kumeza sehemu ya uchafu, kuna mabano, uchafu mweupe, uchafu wa uke, lekorea, tunafunga mabano, kutoka kwa ebombo, yani uke wa mwanamke, wala siprini, yani utoto unaozalishwa na uke wakati wa kuamka kingono. Hiyo haitakiwi. Mwanaume unaweza ukaenda, lakini hautakiwi kumeza. Sijui kama unaelewa hivi, wala ambao wanaelewa. Lakini ndio maana usafi unatakiwa sana kwa wote, na mwanaume na mwanamke, lakini hautakiwi kumeza hivi. Mwanaume hataweka pua yake, yani mpemba, mbele ya disola pote, disola munudu, yani pote ni ripote, yani mkundu wa mwanamke, ili kuvuta, kunusa, kupumua gesi ya utumbo wake, yani pumzi. Na vivyo hivyo kwa mwanamke kuhusiana na mwanaume. Ina maana kwamba kuna wengine kwa sababu ya mambo ya kingono yameshapindukia, wanaanza kufanya sasa mambo mengine, mazoea ambayo hayako vizuri katika ndoa. Utakuta anapenda hata aweke pua yake kwenye sehemu ya
ya haja kubwa pale ya mke, ili mke afanye puu, ile harufu aipate tu, yani kwamba ni raha haya mambo ambayo nawaambia ni mambo ambayo yanatendeka katika dunia hii. Yani ajihisi kwamba ni raha ya nani ya tendo la ndoa yani ni mambo ambayo ni kufuru ambayo watu wanafanya. Mwanaume hata meza shahawa zake mwenyewe, ngeme, jeme, mbegu, wala zile za mwingine. Mwanamume hata muoa mwanamke aliyemzidi umri. Mwanamke hata olewa na mwanaume mwenye umri wa chini yake. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni machache kuhusiana na mazoea mengine ambayo yanakatazwa ndani ya ndoa, yale ambayo watu wanatakiwa kufanya na yale ambayo watakiwa kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, kitu ambacho ni muhimu ni mazungumzo, na ndoa ni usafi. Bila usafi ndoa hiyo haiwezi kasimama imara. Kwa hiyo tunaombwa sote, yaani kuzingatia ya mambo, kwamba ikiwa unaona kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa kwa mwenzako, muite, muongee kwa heshima, kwa upendo, ili kuhakikisha kwamba munarekebisha hayo mambo ambayo yanaweza yakaharibu baadaye. Kwa hiyo tukutane kwa kipindi ambacho kinafuata. Hicho ndio itakuwa ni funga breki sasa. Luba anaendelea kujitukuza.